Naam, asante Fatuma Hassan kwa kutujuza habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira sweeper Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwijuma amepongeza GSM Foundation kwa kushirikiana na Young African Sports Club kuanzisha kliniki maalum ya kusaka vipaji vya soka nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo jijini Dar es Salaam, Mwijuma alisema mpango huo ni hatua muhimu katika kuibua na kuendeleza vipaji vya soka kwa vijana wenye ndoto ya kucheza soka kitaaluma. Moja ya matatizo makubwa ambayo yamekuwa yakitupata over the years ni kutokuwa na mazoezi ya aina hii, kutogundua vipaji na kuvilinda na kuviendeleza ili tukapata wachezaji ambao wamelelewa katika mfumo ambao mpira wa miguu unautaka. Kwa hiyo wazo hili liko long overdue, lilitakiwa lije juzi jana, na nashukuru klabu ya Yanga wameliona na wameamua kulifanyia kazi. Kwa hiyo niwashukuru sana. Sisi kama serikali, kama ambavyo unafahamu, serikali hii ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan ndiyo ambayo imewekeza kwenye michezo kuliko wakati wowote kwenye historia ya nchi hii. Miundombinu ya michezo inatengenezwa kila mahala, lakini tuna host mashindano makubwa sana ambayo hayajawahi kutokea kwenye nchi hii na kadhalika. Kwa hiyo tungefurahia kama sekta binafsi wangetuunga mkono kwa namna moja ama nyingine, na hii ndio ambayo klabu ya Dar es Salaam Young African wamekuwa wakilifanya. Kwingineko ni kwamba uongozi wa klabu ya soka ya Simba umeendelea kuimarisha kikosi chake mara baada ya kuongeza mikataba mipya nyota wake wawili Yusuf Kagoma na Rushaine De Reuck ili kuendelea kuhudumia kikosi hicho kwa muda wa mwaka mmoja mbele. Wakizungumza mara baada ya kusaini mikataba hiyo, nyota hao wameeleza matarajio yao kwa msimu huu na misimu ijayo na hasa kilichowashawishi kusaini mikataba hiyo. Sikia vizuri, nafikiri ni jambo ambalo mimi pia nimelipokea vizuri. Klabu kama Simba kuongeza mkataba nafikiri sio kitu kidogo, kwa sababu wanakuja wachezaji wengi wanaondoka kwa ndani ya muda mfupi. I'm very happy, obviously. From the first moment I arrived at Simba, I felt a real connection with the fans, the way they welcome me and just the appreciation really, so I'm very happy that I can continue my stay here. Huyo ni Yusuf Kagoma, kiungo wa chini wa klabu ya soka ya Simba, na beki Rushaine De Reuck wakizungumza mara baada ya kuongeza kandarasi ndani ya kikosi cha Simba. Ligi ya vijana ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 15 wilaya ya Temeke imefikia hatua ya robo finali, ikishuhudia vilabu 8 vikifuzu katika hatua hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti wa kamati ya mashindano chama cha soka wilaya ya Temeke TEFA Juma Mbangila ameeleza matarajio yao katika hatua hiyo ya robo finali, huku akiweka wazi kufikia lengo la michuano hiyo. Tukiendelea kuona vipaji vingi sana ambavyo vipo katika mitaa yetu na katika academies ambazo ziko katika maeneo yetu. Mpaka sasa mashindano yanaendelea na hatua ya mzunguko imekwisha, na nafikiri kwenye tarehe 14 tunaanza robo finali kwa timu zile 8 ambazo zimefanikiwa kuingia. Lakini kikubwa sisi sio hatua za mashindano. Kikubwa ni kujaribu kuendelea kuvumbua vipaji. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Katika mashindano ya mbio za langalanga, dereva wa timu ya Mercedes George Russell ameshinda mbio za ufunguzi wa msimu wa Formula 1 za Australia Grand Prix zilizofanyika siku ya jana huko mjini Melbourne nchini Australia, na ushindi ambao unampa dereva Russell mwanzo mzuri wa msimu wa mwaka 2026 wa mashindano hayo. Dereva Russell alimaliza mbio hizo katika nafasi ya kwanza, akifuatiwa na dereva mwenzake wa timu ya Mercedes Andrea Kimi Antonelli alimaliza kuwa wa pili na kuipa timu hiyo ushindi wa nafasi 2 za juu, na dereva wa Ferrari Charles Leclerc alimaliza katika nafasi ya 3, huku dereva Lewis Hamilton wa Ferrari yeye akishika nafasi ya 4 na bingwa mtetezi Lando Norris wa McLaren akimaliza katika nafasi ya 5. Mashindano hayo yalikuwa ya kwanza katika kalenda ya Formula 1 ya mwaka 2026, na ushindi wa dereva Russell
unaweka matumaini kwa timu ya Mercedes katika nafasi nzuri mwanzoni mwa msimu mpya wa mbio hizo. Mashabiki wa mchezo huo sasa wanaelekeza macho yao kwenye mbio zinazofuata nchini China wiki ijayo, huku timu mbalimbali zikijipanga kuimarisha ushindi wao katika msimu huu. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa alimaarufu Winga Teleza kwa kutujuza habari za michezo kimataifa kwa umaridadi wa hali ya juu. Na hivi sasa ni wasaa kuangaza katika habari za burudani, ambapo naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma amemtembelea mwanamuziki mkongwe wa dance Zahir Ali Zoro nyumbani kwake Kigamboni jijini Dar es Salaam na kumkabidhi msaada wa shilingi milioni 10. Msaada huo ni salamu za pole kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ukilenga kumpa faraja msanii huyo mkongwe katika kipindi anachopitia. Akizungumza baada ya ziara hiyo, Mwinjuma alisema serikali inaendelea kuthamini mchango mkubwa wa wasanii wakongwe katika kukuza sanaa na utamaduni wa Tanzania, akisisitiza kuwa ni hazina ya taifa inayopaswa kuenziwa. Mzee wangu, rafiki yangu, sasa nilivyosema huko, Mheshimiwa Rais akaniambia nije nikushike na mkono. Nije nikushike na mkono. Mkono wake huu hapa. Hapa 5. Hii ni salamu za Mheshimiwa mama. Salamu za mama. Kwa hiyo hizo ni salamu zake, anakuambia ugue pole. Upone haraka. Maana yake wanasema kuugua pole maana yake usipone. Sasa wewe upone haraka. Mama Rais, nakushukuru kijana wako Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma amekuja kuniona, kaja kunishika mkono kati ya joto. Kwa kweli nimeshukuru Mungu, na ndio ananishughulikia hospitali. Nina afya kuliko ilivyokuwa 2 wiki zilizopita. Nilipata matatizo ya gesi, kwa kweli nilipata tabu. Asante, mkono wa mama nimeupata. Naam, kufikia hapo hatuna ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo yako kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus.